Neymar ameitwa katika kikosi cha timu ya Brazil, lakini Neymar ameumia. Kuna uwezekano wa takriban wiki 2 mpaka 3 kwa nje ya uwanja. Kwa nini kocha Ancelotti alimuita Neymar na kukosekana kwake kutakuwa na matokeo gani kwenye kikosi cha Brazil? Kocha Michael Kiera huyo hapa. Bwana, mambo vipi? Bwana safi. Uko vizuri mzee wangu? Niko vizuri sana. Bwana, tusaidie kujua kwa nini aliitwa Neymar na je, kukosekana kwake kuna athari gani? Ya hapa sasa nazungumza kwa niaba ya Brazil wote, na mwenyekiti wetu alikama amesema kwamba Brazil tunatakiwa kuitwa. Of course, Neymar kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa Neymar kwanza ni kwa sababu ni mchezaji ambaye kwa sasa Brazil inajivunia yeye ndiye top scorer wa muda wote kwenye kikosi cha Brazil. Na huyu ni mchezaji ambaye yuko active. Kiacha kina Pele ambao tayari Mwenyezi Mungu amlazimu alipewe peponi, na kina Ronaldo de Lima huko ambao walishafunga magoli yao katika nyakati sawa. Lakini kwa wakati huu Brazil wako na mchezaji ambaye ni top scorer wa muda wote wa kikosi, magoli 79 ambayo amefunga official goals. Na yupo anacheza kwenye klabu ya Santos. Umri miaka 34. Mwalimu alikuwa anaamini kwamba huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa kwenda naye kwenye kikosi kwa sababu yupo anaweza akatumika kwenye kikosi. Kwa experience yake ndicho kitu cha kwanza ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji. Lakini kitu cha pili, najua Neymar dos Santos ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana ushawishi mkubwa kwenye soka la Brazil. Kwa sasa wachezaji wengi Brazil hata wakati wanazungumza kuelekea kwenye finali hizi walikuwa wanamtaja Neymar kama idol wao. Kumbuka Brazil iko na mchanganyiko wa wachezaji tofauti. Kwenye kikosi cha wachezaji 26 ambacho tumeita, ukiweka kwenye mgawanyo wa wale wachezaji, unaona kuna wachezaji ambao ni 30 plus kwenye miaka yao. Kuna wachezaji ambao wako daraja la kati kwenye umri miaka 27 mpaka 29 hao. Lakini kuna wachezaji wale ambao ni vijana kabisa ambao wamefanyishwa, kuna Brian, kuna Henrik, ambao kila mmoja ukimuuliza anakwambia Neymar ni idol wao. Kwa hiyo walikuwa naamini kwamba uwepo wa Neymar kwenye kikosi, maana yake vijana wengi ambao walikuwa na washawishi kwenda kucheza kwenye national team, kufanikiwa kwenye soka, walikuwa wanaenda kukutana na idol wao kwenye national team. Unaweza kuona nini kwamba atawashawishi kufanya vizuri. Kumbuka Brazil haijafanya vizuri kwa muda mrefu sasa, tangu mwaka 2002 wakati wa finali za kombe la dunia ambazo zilifanyika Japan na Korea. Hiyo mara ya mwisho Brazil inachukua. Imepita miaka 24. Nakumbuka hii ni wakati mwingine ambao historia inataka kujirudia tena. Na Brazil wakati wanachukua ubingwa mwaka 1994, finali zilifanyika Marekani. Ilipita miaka 24 pia kabla Brazil haichukua taji la mwisho mwaka 1970 na 1970. Walichukua ubingwa, ilipita miaka 24 wakaja kuchukua ubingwa 1994. Sasa imepita miaka 24 mingine ambapo Brazil anaenda kutafuta kombe la dunia kwenye ardhi ya Marekani. Kwa inawezekana ikawa ni nyakati ambazo kocha Carlo Ancelotti na wa Brazil walikuwa wanatamani kumuona Neymar. Taarifa za kuumia kwake zinahuzunisha na tunasikitisha kwa sababu ni kama ndoto. Wengi, mimi mwenyewe binafsi sijiamini bado kama kweli atakosekana au la. Nasubiria ripoti irudi tena, na tamani ile taarifa kwamba ameumia ikatike, lakini kwa sababu taarifa imetoka, tunasubiri kuona taarifa za Marekani zitasemaje. Lakini kama atakosa Morocco kwenye mechi za mwanzo hapa atasikana ndio. Bwana, kuna Neymar mvua nayo niingia hapa kati wakati Matema Madingi. Wewe mtu mkubwa bwana. Hapo tunazungumzia Brazil kaka. Tunazungumzia Neymar dos Santos Junior, mchezaji wa mpira. Kwa sababu ya Neymar, huyu anakupa kila kitu. Anakupa burudani, anakupa magoli, anakupa Brazil. Yaani ile boga bonito inapatikana kwake. Ndio maana kuitwa kwake imekuwa ni story dunia. Mechi 104 katika kisimbuzi cha Azam TV, Azam Sports 4 na Azam Sports 2.